Leo katika shoka la KTN tunaangazia ufichuzi maalum kuhusu usambazaji wa sukari inayodaiwa kuwa hatari. Mwanahabari Haman Kamariki anafichua jinsi sukari hiyo inavyoingizwa nchini, kupakiwa upya na kisha kusambazwa hadi kwenye maduka na hatimaye kufika mezani kwako. Karibu katika shoka la KTN. Leo sitaangazia siasa. Nitagusia jambo ambalo linaweza kuwa hatari zaidi kuliko siasa yenyewe. Usalama wa chakula chako hapo jikoni. Kama wewe ni Mkenya unayetumia sukari ya hapa nchini, keti kitako. Kuna taarifa ambayo bila shaka inakugusa moyo. Lakini katika shoka hatufanyi upole kwa ukweli. Hapa uongo hukatwa vipande vipande na ukweli huwekwa wazi kama ulivyo. Karibu, jina langu ni Haman Kamariki. Kinachoendelea katika sekta ya sukari hapa nchini si makosa ya kawaida. Hii si ajali ya biashara. Hii ni biashara iliyopangwa, ikapangika kwa ustadi. Na inazidi kuonyesha dalili za kulindwa na watu walio ndani ya mifumo ya serikali au washirika wao wa karibu. Uchunguzi wa shoka la KTN unaonyesha kuwa sukari mbichi ya viwandani ambayo haijawahi kusudiwa kabisa kwa matumizi ya binadamu inaingizwa nchini. Inapakiwa upya na kuingizwa sokoni kama sukari ya kawaida. Matumizi ya nyumbani nayo sisi nayo. Mzigo unaotia mashaka bandarini Mombasa, kulingana na nyaraka ambazo tumezipata katika meza zetu za uchunguzi. Meli iitwayo MV Ajia Valentina ilitia nanga katika bahari ya Mombasa ikiwa imebeba mzigo mkubwa wa sukari. Taarifa zinaonyesha kuwa meli hiyo ilibeba zaidi ya tani 27,000 za sukari mbichi ya viwandani. Mzigo unaokadiriwa kuwa na thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.5. Sukari hii imetoka Afrika Kusini na kwa mujibu wa uchunguzi wetu inaelekezwa kwa kampuni inayohusishwa na kiwanda cha sukari cha Kibos kule Kisumu. Tatizo kuu ni hili. Hii si sukari ya chakula. Hii ni sukari ya viwandani ambayo kwa mujibu wa viwango vya afya haifai kutumiwa moja kwa moja na binadamu. Lakini badala yake inasemekana kupakiwa upya, kuchanganywa au kusafishwa kidogo tu, kisha huingia sokoni kama bidhaa ya kawaida. Na mwisho wa siku, mnunuzi, mimi na wewe, au wanunuzi wa kawaida huiweka mezani bila kujua historia yake. Kwa nini basi inafanyika hivi? Kulingana na uchunguzi wa shoka la KTN, baadhi ya waagizaji huchagua njia hii ili kupunguza gharama za uzalishaji na kuepuka ushuru wa sukari iliyosafishwa. Maswali mazito kuhusu viwanda vya sukari yanafaa kuulizwa. Kwa nini kumekuwa na kasi ya kubinafsisha baadhi ya viwanda vikuu vya sukari nchini? Uliona wakikimbia wakisema lazima tufanye privatization. Mbona ilikuwa haraka hivyo? Jibu lako ni sawa na langu. Je, ni kweli ni njia ya kuvifufua viwanda hivyo au ni njia ya kuvigeuza kuwa vituo vya kuagiza na kupakia upya bidhaa kutoka nje? Jibu lako ni sawa na langu. Uchunguzi unaonyesha baadhi ya viwanda sasa haviwezi tena kusaga sukari kama zamani. Badala yake vinaingiza na kuagiza sukari kutoka nje, kuipakia upya na wakati mwingine kuichanganya kidogo ili kuficha asili yake. Na hii inafanyika na baadhi ya viongozi serikalini kwa lengo la kuongeza faida bila kujali afya yangu na wewe kama walaji. Tahadhari za wataalamu wa afya pia zimeonyesha kuwa sukari kama hii inaweza kuwa na uchafu, mabaki ya viwandani na wakati mwingine vimelea hatari ambayo ni hatari kwa afya, lakini bado inaingia sokoni. Children and the elderly especially, they are the most vulnerable while taking this kind of sugars. And some of the chemical agents that are used during that processing or the cleaning agents that they use, so they are also found in the sugars. Then sometimes we find there are heavy metals that are found in the sugar, like lead, arsenic, which is actually very poisonous in the body while it's in the body or consumed by the human being. Niulize swali hapa. Nani anawajibika? Wakenya, haiwezekani tani 27,000 za sukari kuingia nchini, kupitishwa bandarini, kusafirishwa, kupakiwa upya, kusambazwa sokoni, halafu hakuna anayejua kilichotokea. Majibu ya taasisi tuliyopokea mengine yanachekesha. Tulijaribu kupata majibu kutoka kwa KEBS. Tuliambiwa kwamba jukumu lao limepunguzwa katika baadhi ya maeneo ya udhibiti.
Na tukajaribu kutafuta pia kutoka katika bodi ya sukari hapa nchini, nayo ilisema haijapata taarifa rasmi kuhusu mzigo huo, huku ikikiri kuwepo kwa changamoto za uongozi ndani ya bodi yenyewe. I'm not aware at all because we have not approved importation of any sugar this year. As it is, our board is not fully constituted, so we can't even have any board meeting to approve anything. We still have about 7 director positions that are not yet because they are elective. The elections are yet to be held, so the board really can't approve anything because we don't have the capacity to approve. Kwa upande wao KRA wamesema wameingilia kati na hawataruhusu mzigo wote kuingia bila kufuata sheria kikamilifu. Lakini ukweli ulio mbele yetu ni moja tu, sukari tayari iko nchini. Vyanzo vya viwandani vinasema biashara hii imekuwa ikiendelea kwa muda, ikilindwa na watu wenye ushawishi mkubwa serikalini na sekta binafsi. Na kinachotia hofu zaidi ni kwamba mlaji wa kawaida hawezi kutofautisha sukari hiyo na ya kawaida. Hitimisho lake ni moja tu: Kenya ina upungufu wa sukari. Hilo ni kweli, tunakubali. Lakini upungufu hauwezi kuwa kisingizio cha hatari na hauwezi kuwa kisingizio cha uongo. Swali sasa si kama sukari hii ipo sokoni, la hasha. Swali ni moja tu: ni nani atawajibika? Na niulize hivi, waliokuwa wanasema lazima tuweze kubinafsisha viwanda hivi walikuwa na nia gani? Kama unajibu, jibu lako ni sawa na langu. Hilo ndio shoka la KTN. Jina langu ni Haman Kamariki. Salamu zangu ziwafikie wale wanaotumia sukari hii kama mimi, kutoka katika kijiji cha Kaporuso, kaunti ya Bomet.